kwa maana kwamba nimeokoka nikiwa form 3. Kipindi hicho nilikuwa muuni kweli. Nilikuwa muuni kweli. Lakini katikati ya huu nilisoma katikati ya shule fulani ya wanawake inaitwa Jangwani. Kipindi hicho ninasoma Tanzania. Wakati nasoma kulikuwa na wadada wengi wazuri, lakini kaamua kijana wa kazi yangu hivi. Bado kama handsome, kama kupendeza nimependeza. Kama ni kila kitu ninacho. Nini ambacho atababa, lakini kasema hapana. Katikati ya kuwa muuni huko, nikasema hivi itanisaidia nini nikipata ulimwengu wote? Kipindi hicho nimesoma nasoma shule ya Tanzania, watu walikuwa wanakiri kweli, wanaenda kule, lakini nikasema elimu yangu ni nini? Elimu yangu ni nini kama sina Yesu? Bila Yesu ni bure. Cheo chako ni nini? Wewe unakaa unajivunia kwa sababu una cheo. Mwingine anajiona mimi mwenye cheo, mimi ni mzuri, mimi ni HB nini takataka. Wewe ni udongo. Unafurahia wakati unaenda kufanya uzinzi. Unafurahia tunasema napata joto unapolala na huyo dada. Joto gani? Unachezea matope. Unafahamu kwamba uzinzi tumeomba kwa udongo. Kama unataka kuchezea matope, si bora ukaenda kwenye udongo mfinyanzi, ukachezea matope kule. Unacheza na miili ya watu na finya. Allah. Hapo kina Michael Jackson alikuwa na kiburi. Michael Jackson alifika hapo akasema, hii pumzi ya Mungu hii pumzi Mungu kaitoa bure kwa hadi kwa wachawi. Lakini Michael Jackson kwa kiburi chake akasema hii pumzi ina vumbi, ni hewa mbaya. Akawa anatumia mashine zake na pumzi zake mwenyewe. Kiko wapi leo? Tuko na Michael Jackson. Wako hapa kina Nyerere. Wako wapi wasanii wakubwa? Hao kina Kanumba wapo. Kila mtu atatoka katika dunia. Kila mtu atatoka. Walikuwa wana sayansi wakina Einstein, wakina Michael Faraday, wakina nani, wote hao wako. Hawako. Elimu yako ni nini? Wamesababisha leo umeme tunaoona. Kulikuwa na watu waliofanya sayansi zao umeme ukawepo. Leo hawako. Wao wanajivunia nini? Nyerere pamoja na kujulikana kwake kote, kulikuwa na rais mmoja anaitwa Mao Zedong, rais wa China. Huyu rais wa China ni rais na ndio alisababisha China iwe ni giza. Ilifika hatua akawaambia wa China, hakuna Mungu, hakuna haja ya kumwabudu Mungu, hakuna haja ya kuwa na Mungu China. Yeye Mao ndio akasema ndiye Mungu, akatengeneza vitabu karibu milioni 10, akavisambaza kwa China, akazuia Injili isifike China, akawaambia wa China, hakuna Mungu, mimi ndiye wa kuabudiwa, mimi ndiye Mungu. Mungu gani aonekane? Hakuna maana ya kusema Mungu hayupo kwa sababu aonekane. Upepo umewahi kuona? Ulize mwenzako. Upepo umewahi kuona? Je, tuseme kwamba upepo haupo? Akawaeleza hivyo, lakini ilifika kujulisha kwamba yeye ni mwanadamu, kuonyesha kwamba Mao Zedong ni mwanadamu kama mwanadamu mwingine, kwamba yeye atakufa. Alikufa. Wa China wakaficha, wakasema labda atamka siku ya kwanza, labda atamka siku ya pili, labda atamka siku ya tatu. Kuonyesha mwanadamu ni udongo. Alikufa. Wale mpaka ikafika hatua wakawa na mtunza kwa gharama nyingi. Ikafika hatua wakasema ijulikane mwanadamu ni mwanadamu. Mao Zedong akazikwa. Ndugu yangu, hata uwe maarufu kiasi gani, iko siku utatoka. Ndio maana nakueleza dada yangu, nakueleza mama yangu, kiburi chako kinachokusababisha kwamba uone aibu, unamwonea aibu. Huyo kakangu alivyokufa, alikufa peke yake. Nikasema hivi, kweli amekufa? Yale yote tuliyopanga yako wapi? Yale yote tuliokaa na afikiria tutafanya naye yako wapi? Alikufa. Nilishia tu kuchukua mchanga mdogo nikaingiza kwenye kaburi lake. Ndugu yangu, kiburi ucho nacho itafika siku na umaarufu wako na jinsi unavyojiona, siku moja utaekewa pamba katika pua zako. Siku moja nguvu zako za kunengua kiuno ulizo nazo, nguvu hizo zitakatikia mbali. Sio kwamba mwazini kitu. Mungu kakupa uzima uwe ili ya kwamba mwabudu yeye. Mungu kakupa uzima uwe ili ya kwamba mtafute yeye. Maandiko yanasema kwamba anavumilia kweli ili ya kwamba mpate kutubu. Lakini wewe unajivunia uzuri wako, wewe unajivunia utajiri wako, wewe unajivunia kiburi chako, wewe unajivunia kazi yako. Ndugu yangu, ni wakati leo hii iwe ni siku ya kusema hapana, nataka kuokoka. Ndugu yangu, hii sauti unasikia inasikana tena. Leo hii unaposikia ninapokwenda kukuita hapa mbele ili kukuombea kwa uwezo wa kushinda dhambi, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Nataka nikuombee na wewe uwe na uhakika wa kunyakuliwa.